kuhusiana na uhifadhi. Naam, mtazamaji, haina shida. Mtazamaji, karibu sana katika kipindi cha Tuongee Asubuhi, na sasa ni sehemu ya mwisho ya kipindi hiki, ikiwa ni mjadala mkuu. Tumekuwa tukikufahamisha kwamba leo tutajikita katika eneo la mazingira, na unapotaja misitu ni mazingira, unapotaja mvua, unapotaja nini, hali ya hewa nzuri, lakini pia utalii, yani hapo mambo mengi sana katika misitu. Na leo sisi tuweze kueleza kwa kina, yupo mtaalamu ambaye tutaweza kwa kina, na mjadala wetu utajikita katika kuangalia faida za misitu na juhudi ambazo zinafanywa na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba misitu inaendelea kuwepo kwa maisha ya sasa na hapo baadaye. Na bado uko nami ni Bernard James na mwenzangu ni Abdalla Othman. Wewe ni sehemu ya kipindi chetu kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi ambayo ni 0763749286. Mtazamaji, ili uweze kupata ufafanuzi mzuri wa kina, leo tupo na kamishna msaidizi mwandamizi Brantino Edmundi Mgie, ni kamanda kanda ya Ziwa, wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Karibu sana kwenye kipindi. Asante ndugu mtangazaji. Naam, kuna wakati wewe kufanya kipindi kule Tabora, na tukiangalia haya masuala mazima ya uhifadhi wa mazingira lakini pia misitu, lakini ni vema pia mtazamaji akajua TFS ni nini. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, na kushukuru kwanza kwa Star TV kutualika tujitoe elimu kwa umma kuhusiana na hifadhi na usimamizi wa rasilimali za misitu na umuhimu wake kwa nchi. Kwa ufupi kwamba wakala wa huduma za misitu Tanzania ulianzishwa mwaka 2010, ndio, lakini mwaka 2011 ukawa umeshajikita kwenye kanda. Ndio. Na majukumu yake kimsingi ni kuhakikisha inasimamia na kuendeleza rasilimali za misitu zilizopo kwenye ardhi, kwa maana ya hifadhi za misitu ya serikali kuu, lakini pia maeneo ya hifadhi za misitu ambayo ni mashamba ya serikali kuu, na misitu ambayo inaangukia kwenye maeneo ya wazi ambayo hajalindwa kisheria. Lakini pia tuna jukumu kubwa la kuhakikisha pia kwamba tunaendeleza vipando na mbegu za miti. Na labda tu kwa muktadha wa kuhakikisha kwamba jinsi serikali ambavyo pia tunafanya juhudi katika kuhakikisha rasilimali hii tunailinda vizuri, mwaka 2018 ndio serikali iliona vema basi ianzishwe jeshi la uhifadhi, ndio, ambalo pia litaongeza nguvu kuhakikisha kwamba rasilimali hii sasa inalindwa kwa namna ambayo ya kiupekee. Kwa hiyo jeshi letu la uhifadhi lilianzishwa mwaka 2018 lilizinduliwa na aliyekuwa wakati huo ambaye sasa ndio rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Alindua rasmi mwaka 2018, lakini mwaka 2020 likatungiwa sheria na kuanzishwa rasmi. Ndio. Lengo la kwa nini serikali huwa kwamba tunaamua kwenda kwenye mfumo wa jeshi ni kuongeza nidhamu na uadilifu katika utumishi. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba rasilimali hizi zinalindwa kwa wivu mkubwa. Kwa ufupi hayo ndio wakala huduma za misitu Tanzania, ambao tunafanya kazi katika kanda 7, na kanda yetu hii ya Ziwa, hii ni kanda ya Ziwa ambayo ina mikoa 5, mkoa wetu wa Geita, Kagera, Mara, Mwanza pamoja na Simiyu. Asante sana. Swahani, ni wakala wa huduma za misitu. Hivi ni huduma gani ambazo mnazungumzia hapa? Tunazungumza huduma kwa maana ya moja kwa moja kuwahudumia wananchi, lakini pia kwa muktadha mwingine tunazungumza habari ya huduma mbalimbali ambazo misitu inatoa. Okay. Huduma za kiikolojia kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, tutaona baadaye faida zetu hizi za misitu. Hewa nzuri ni sehemu ya misitu, ni huduma ya misitu hiyo inatoa kwa jamii. Okay. Lakini kuna huduma ambazo zinaonekana za moja kwa moja, huduma za kupata zile rasilimali zina matumizi endelevu ya zile rasilimali ni huduma. Asante. Okay. Yeah. Okay. Wananchi wana ufahamu wa kutosha juu ya wakala wa huduma za misitu Tanzania? Kwa kweli ni jambo ambalo pia watu wengi hawalifahamu. Ndio maana tunatumia fursa hii ndugu mtazamaji mnavyotualika hapa kuelimisha umma kwamba wakala wa huduma za misitu ni akina nani. Na labda niongeze tu kwamba katika muundo wetu wa taasisi
wakala wa huduma za misitu baada ya makao makuu ndio kuna ofisi za kanda, lakini baada ya kanda tuna wakuu wa hifadhi wa wilaya, lakini pia na wakuu wa hifadhi wa mashamba. Kwa hiyo unajikuta kwamba TFS imetawanyika nchi nzima. Ni kama vile ule usemi wa kwamba ulipo tupo. Tumetawanyika eneo nzima. Kwa hiyo tupo nchi nzima. Mtu mwingine akisikia TFS anajua ni watu, yani ni misitu tu, ni kulinda misitu tu. Kuangalia misitu ipo, mtu akienda kuchanja kuni mle sio akifanya nini? Kumkamata, basi ndio hivyo tu. Ni kweli? Hapana. Ndio. Hapana, kwa maana ya wajibu wetu pia tunasimamia pia hata rasilimali za nyuki. Ndio. Kwa kusema misitu na nyuki, japo kwenye jina pale huoni kwamba ikitajwa nyuki, lakini ni wakala wa huduma za misitu pia una wajibu wa kusimamia rasilimali za misitu pamoja na nyuki. Kwa sisi tunahakikisha kwamba jamii kwanza inashiriki katika kulinda rasilimali za misitu, lakini pia inanufaika kwa uwepo wa rasilimali hizo. Unajua tunasema ni Mungu mwenyewe. Yaani hizi wanasema ni rasilimali ambazo tumepewa na Mungu. Na Mungu aliweka kwa makusudi maalum ili zimfaidishe wananchi. Au ndio maana wanavyosema alivyoumba ile bustani akamweka Adamu na Hawa. Hakuanza kuomba Adamu na Hawa kwanza, no. Bustani akawakabidhi. Kwa hiyo kuonyesha kwamba Mungu aliona kwamba binadamu hawezi kuishi bila mimea. Kwa maana mimea ndio chanzo cha kila kitu. Tutaona baadaye hewa hii tunayovuta inatoka wapi. Na wengine samani wengine wanaamini kwamba nyinyi mnatengeneza tu vile vitalu vya miti mnawapatia au mnafanya nini. Lakini mimi kwa mfano nikienda, kuna wakati nilifanya vipindi vingi sana na TFS. Nilikwenda kule Ukerewe, tulikwenda Sengerema, tulikwenda kule mkoani Kagera, na tukuta na maeneo mazuri sana ambayo yanasimamiwa na TFS, ambapo mtu anaweza kaenda pale akapumzika, akatengeneza familia, akapata mawazo kwa vijana kama hawa, akatengeneza familia, anakwenda anapumzika, sikia rasa. Kwa hiyo vitu na venyewe pia vya utalii na nini vinafanyika pia chini ya TFS. Ni sahihi kabisa. Kwa maporomoko fulani kule. Ni sahihi kabisa. Mpaka sasa wakala wa huduma za misitu Tanzania tunasimamia tunaita hifadhi za mazingira asilia 24. Kwa hiyo ni maeneo mazuri, kwa maana ni maeneo kwa ajili huko ni kwa ajili ya kufanya utalii tu wa ekolojia. Utalii ekolojia ni zao jipya la utalii ambapo mtalii awe wa ndani au wa nje anatembelea kuona mandhari nzuri ya hifadhi ya msitu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo kama nilivyosema mtu anapumzika. Labda tu ni kwa faida tu kwa maana kwenye utalii ekolojia moja ya sifa pia inapunguza stress. Kwa hiyo utafiti zimeonyesha kwamba wale watu ambao wana shida ya kisukari, wana shida ya pressure, akipelekwa kwenye mazingira asilia, baadaye akarudi kwenda kupima ile, anaona kabisa vipimo vyake vya pressure inarudi kwa kawaida, sukari inarudi kwenye kawaida. Kwa hiyo tunahamasisha sana ndugu wananchi waende watembelee kwenye hifadhi zetu za misitu asilia. Na kwa upande wa kanda yetu hii ya magharibi kuna hifadhi yetu ya Rubale ilipo pale Kagera. Ndio. Kituo kizuri kwa ajili ya kufanya utalii ekolojia. Lakini tuna hifadhi ya Kome. Si ndio pale kuna maporomoko? Ndio, kuna maporomoko pale. Niliogelea pale. Ndio. Kwa hiyo ukifika pale unaburudika, unapata hewa nzuri, yani mwili wako unakuja kwenye hali yake pale. Ndio. Kwa hiyo unasema unarudi kwenye state ya awali kabisa, kama vile ambavyo Mungu alivyoweka mifumo yake kwenye mwili wa binadamu yakae sawa, basi unarudi kwenye state yako nzuri. Hivi rasilimali za misitu ambazo tunazungumzia hapa ni zipi? Rasilimali za misitu tunazungumzia hapa tuna aina kuu mbili za misitu. Kuna misitu ambayo ni ya kupandwa, yani mashamba ya miti, lakini pia mashamba kwa maana ya serikali, lakini pia watu binafsi. Lakini kuna misitu ambayo ni misitu ya asili. Nayo misitu ya asili nayo imegawanyika kidogo. Unakuta misitu ambayo inapatikana kwenye ukanda wa pwani, unakuta mikoko, kuna misitu ambayo inapatikana kwenye ukanda wa juu, lakini kuna misitu ambayo inapatikana kwenye miombo. Kwa hiyo yote ni misitu ya asili hiyo. Tunaweka kwenye kundi moja la misitu ya asili. Kwa hiyo misitu ya kupanda na misitu ya asili.
Na kwenye hii misitu sasa, ulizungumzia hapo rasilimali ambazo zinapatikana, kugusia nyuki wanapatikana kwenye misitu. Natamani kufahamu tofauti na nyuki na mbao, nini kinapatikana kwenye hii misitu ambayo tunaizungumza hapa? Sawa, ukiachilia faida ya mbao lakini pia na faida ya uwepo wa nyuki, labda sasa tuseme tu kwa ujumla kuna kinachopatikana ni nini kwenye misitu yenyewe. Tunasema ni nyumba ya wanyamapori. Okay. Kwa unavyozungumza habari ya ustawi wa wanyamapori nchini, huwezi ukaiacha misitu. Ni kweli. Kwa hiyo ni nyumba ya wanyamapori, na wote tunafahamu kwamba sekta yetu ya utalii, na hasa utalii ule wa kuona wanyama, ndio ambao inaongoza kwenye pato la taifa. Kwa maana kwamba tuna misitu ni nyumba kwa ajili ya wanyamapori wetu, ambao pia inakuza uchumi wetu. Lakini pia kwenye misitu pia tuna misitu mingi ni vyanzo vya maji. Okay. Na misitu kama unavyoona, mito mingi iliyopo hapa nchini mingi inaanzia kwenye misitu. Sasa sababu tunafahamu umuhimu wa hii mito. Mosi, tunapata maji kwa maana ya matumizi ya nyumbani, lakini pia chanzo kikuu cha umeme kwa sasa kwa nchi yetu Tanzania, tunategemea umeme wa uzalishaji kwa kutumia maji, si ndio? Okay. Na maji haya yanatoka kwenye misitu. Kwa hiyo tunazungumza habari ya mchango wa sekta hii ya misitu kwenye uchumi, hatuwezi kuweka kwenye nasema kwenye level ya chini. Okay. Lazima mchango wake huu uweze kuimarishwa zaidi. Ndio maana tunaanzisha hizi taasisi za uhifadhi pamoja na usimamizi wake. Asante sana kwa maelezo mazuri sana. Mtazamaji, yawezekana akawa na tunashukuru sana Juliana, tuendelee walau kuweza kupata hizo picha mbalimbali za misitu pamoja na maporomoko katika maeneo mbalimbali nchini. Kule Rubale kule kama alivyosema kuna eneo moja zuri sana, lakini pia ukienda kule Kalambo ndio. Lakini pia kule Ukerewe kuna sehemu moja inaitwaje ile? Rubia. Ndio. Kuna mfukwe nzuri kabisa kule Rubia, fukwe za utalii unaweza kutembelea pale. Na mchanga safi kabisa ule. Siku moja uje utupe ofa tuende na wewe. Sawa. Hiyo itabidi niwaandalie tuwatembeze maeneo haya, kwa sababu pia ni sehemu ya elimu kwa umma. Mkiafahamu nyinyi vizuri na sana kuwasemea kwa wananchi. Manake hapa mimi nikiongea ni kama namwacha sana, unafika sana maeneo haya. Tumezoea tu kule milima ya Uruguru kule. Sasa lakini pale tuna Uruguru Nature Reserve pia. Kuna kituo cha mazingira si ya Uruguru. Kwa hiyo sio kama ameshafika. Ameshafika. Sasa unaona maporomoko kama hayo. Lakini mtazamaji ambaye anatazama kwa hivi sasa hajui, japokuwa umeeleza hajui yawezekana faida za. Ndio maana unaweza kushangaa mtu anaenda anakata miti kwa ajili tu ya matumizi yake madogo tu, si nipate kuni, nipate mkaa na nini, lakini hajui kwamba faida za misitu ni kwa Watanzania wote na ulimwengu mzima kabisa. Karibu tufahamishe walau sasa faida za misitu ni zipi? Faida za misitu kwanza kama nilivyosema zile za moja kwa moja kama matumizi ya nyumbani na matumizi kakuni, mkaa na nini, lakini furniture na so. Lakini nataka tuzungumze faida ambazo wanasema za ekolojia. Sawa. Ambazo zinagusa watu wote. Ndio. Mosi, misitu yetu hii ndio chanzo cha hewa safi ya oksijeni. Inatoa oksijeni, lakini pia haishi kutoa oksijeni tu, lakini pia inavuta hewa ukaa, ile hewa chafu ya carbon dioxide. Sasa tunafahamu ulimwengu sasa una changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Ndio. Mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha uwepo wa mafuriko maeneo mengine, lakini pia uwepo wa ukame ambao ni mkali sana, na hivyo kupoteza uwezo wa ardhi au uwezo wa mazingira kuweza kuzalisha. Lakini pia tumeona kwamba kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kumekuwa na maongezeko ya magonjwa mengi ambayo hayakuwepo kwenye baadhi ya maeneo, sasa yapo. Ni kwa nini? Kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha ongezeko la joto, ambapo inasababisha sasa baadhi ya viumbe wanaosambaza magonjwa waweze kuhimili. Kwa hiyo misitu kwa kweli ina mchango mkubwa sana katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Okay. Lakini pia misitu hii ndio inatuwezesha sisi kuwa na mtiririko mzuri wa maji. Ndio.
na kama nilivyosema mwanzoni kwamba maji haya yanatumika sana kwenye majumbani, lakini pia kwa ajili ya kuzalisha umeme. Na sisi nchi yetu tayari tuna mradi mkubwa wa Mwalimu Nyerere Julius Kambarage Nyerere kule kwa ajili ya uzalishaji wa umeme. Ukiangalia maji yanatoka kwenye kanda ya mashariki kule, yanatoka kanda ya kusini, lakini tafiti zinaonyesha pia kuna baadhi ya maji yanatoka karibia hata huku Chunya huku, ambapo inapakana na kanda ya magharibi, kwa hiyo yanaenda kule. Kwa kufanya hivyo, ina maana kwamba tunajihakikishia kwamba kuwepo na usimamizi au uzalishaji endelevu wa umeme, na tunajua umeme ndio injini ya kila kitu katika kuhakikisha viwanda. Lakini misitu yetu pia inatusaidia sana katika shughuli za uchavushaji. Kwa nini uchavushaji? Tuna maana kwamba kuna viumbe wadudu nyuki hao wanaishi kule. Wadudu nyuki wale kazi yao kubwa kwa mujibu wa tafiti ambazo zimefanyika duniani, imeonekana 80% ya uchavushaji wa mimea ya chakula na ya mazao ya biashara yanafanywa na mdudu nyuki. Kwa hiyo tunazungumza habari ya ustawi wa jamii, lakini pia tunazungumza habari ya uchumi wa jamii. Kwa hiyo mdudu nyuki, misitu kazi yake inamlinda huyo mdudu nyuki kwamba kama inatoa nyumba. Kama nilivyosema, masuala ya utalii haya yanatusaidia pia sote. Asante. Nashukuru sana. Na tulikuwa tunataniana ndugu yangu hapa kwamba viumbe hai wanaopatikana kule, misitu pia inawalinda vizuri, na ndio kama ulivyosema nyumba zao. Hata nyoka tulikuwa tunataniana hapa. Ulishamwona koboko? Koboko bwana. Koboko yupo kule Tabora kule. Ndio. Huku Mwanza hapo wengi, lakini wapo Tabora. Ukanda wa miombo ule ndio koboko wanapenda pia. Lakini ni salama ukiwa kule. Kwa kawaida kiumbe yote ule anaangalia wewe reaction yako. Maana kwamba mwili umeumbwa na kuna harufu ambayo inatoa kwa maana ya kureact. Ndio. Wakati sisi tunaambiwa ukishtuka unapata unaita adrenaline hormone, si ndio? Ndio. Sasa ile wakati mwingine, kwa hiyo yule tuseme huyo kiumbe anafahamu kwamba kama mtu kuna harufu, kama unataka kureact, yani kwa maana unataka kuonyesha kupigana naye. Lakini kama uko unapita zako tu hawezi kudhuru. Kwa hiyo na hiyo ndio maana mtoto huwa ndio amdhuru, kwa sababu anaona hamna hisia au harufu ambayo anaitoa kuonyesha kwamba anataka kupambana naye. Hicho alichokisema nakumbuka tulikwenda Sengerema siku moja, tulipeleka kwenye mizinga pia ya nyuki kule. Kabisa. Na tukaambiwa na ilikuwa ni hivi tulikwenda na ushirikiano mzuri sana wa TFS. Watuambia kwamba ukimwona nyuki ukifika, yani kwa mfano ukipita sehemu yake hivi usireact kama ulivyosema, usipite labda una manukato na nini, lakini ukifanya hivyo basi sasa ukimwona nyuki utareact au utareact ndugu yangu. Na ni jana tu kuna taarifa niliona kuna mzee amefariki baada ya kuumwa na nyuki. Wengi walimshambulia akafariki. Shida sio unahitaji usireact, lakini sasa huo ujasiri wa kukufanya usireact ndio changamoto inapokuja. Kwenye sekta hii ya misitu umetaja hizi faida hapo, ikiwemo swala zima la matumizi ya mikaa kwa ajili ya nishati na mambo kadha kadha. Na hili linasababisha baadhi ya watu wanaingia kwenye misitu na kuharibu, ikiwemo kukata miti kwa ajili ya matumizi mbalimbali na huo mkaa. So far mpaka sasa hivi tumepiga hatua kiasi gani katika kupambana na changamoto hii? Asante ndugu mtangazaji. Labda kabla sijajibu swali lako moja kwa moja kwa maana ya faida kwa wananchi. Ndio. Mchango wa sekta ya misitu kwa taifa ni kama 4.5 hivi. Ndio. Kwa pato la taifa. Lakini matumizi yake yamekuwa ni kama kila kaya. Hakuna kaya ambayo haitumia rasilimali za msitu. Kwa maana ya kuanzia viti na kuendelea, lakini haipo. Sasa kwenye upande wa kuni na mkaa, takwimu zinatuonesha kwamba kaya 96% ya kaya nchini zinategemea kuni na mkaa katika kupata nishati yao. Hakuna, kwa hiyo ina maana hii 4% ni asilimia ndogo sana. Sasa serikali inafanya nini sasa? Ndio maana serikali ikabaini kwamba matumizi ya kuni na mkaa ni tishio kwa maendeleo ya ustawi wa misitu nchini.
tukaja na tumekuja na mpango au mkakati wa nishati safi ya kupikia. Ndani Mheshimiwa Rais amezindua nishati safi ya kupikia. Hii ni program ni mkakati ambao tumeanza mwaka 2024 utaisha mwaka 2034. Kwa hiyo ni miaka 10. Sasa lengo ni kuhakikisha kwamba miti hii haikatwi ovyo. Ndugu zangu, kama nilivyosema, miti ni uhai. Kwa hiyo serikali inaweka program kama hiyo, lakini sisi kama nilivyosema, wajibu wetu sisi ni usimamizi, kulinda rasilimali hii isipotee. Kwa hiyo sisi tunafanya juhudi hizo. Moja wa hapo mosi ni tuna juhudi ambazo za kawaida kabisa za kutoa elimu kwa umma kama hivi sasa, kwamba wananchi wajue kwamba ukataji wa miti unaleta madhara, lakini kuna taratibu gani wafuate ili apate kuni au mkaa. Kama nilivyosema, hizi rasilimali pia ni kwa matumizi endelevu, lakini kuna utaratibu lazima uzingatiwe. Kwa hiyo tunatoa elimu namna ya kufuata, apate vibali wapi, akate wapi, lakini pia tunasema usimamizi wa sheria, kima sheria, ambapo tunafanya doria kwenye maeneo ya hifadhi kuhakikisha kwamba watu hawakati na kuvamia msitu ovyo. Labda tu niongeze kidogo hapo, uvamizi wa misitu, kuna masuala ya ufugaji wa uchungiaji wa ng'ombe, mifugo kwenye hifadhi, masuala ya kilimo cha kuhamama. Kuna baadhi watu wanaambia wanalima. Kwa sisi wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba tunazuia masuala yote ambayo yanaenda kuharibu mustakabali wa misitu nchini, kwa maana ulinzi kwa kufanya patrol. Sasa tena nilikuwa uzuri umeligusia hili la hii changamoto ya watu kuvamia hizi rasilimali maeneo ya hifadhi. Tukuta amepeleka ng'ombe, huyu ameenda kula, amefanya shughuli hii, anaenda kuchunga, anatafuta malisho, kwa sababu ng'ombe anahitaji malisho na misitu ndio malisho yenyewe. Mnafanyaje sasa ili kuhakikisha ukiacha doria, mnafanya kitu gani ili kuhakikisha kwamba kunakuwa hakuna migogoro kama hiyo kati yenu na wananchi, wakati huo mnadumisha mazingira mazuri ama mnadumisha ule ujirani mwema? Tunashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza kama nilivyosema, tunatumia sana mikutano ya vijiji. Kwenye maeneo yale ambayo tumepakana na vijiji husika, tunatoa elimu namna nzuri ya kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo ambapo kwa kushirikiana na wenzetu wa Tume ya Mipango Bora ya Ardhi, tumekuwa tukiandaa mipango ya matumizi bora kwa kushirikiana nao, kwa maana wao ndo sekta, wao ndo wanasema ni taasisi kiongozi katika kupanga mipango. Kwa sisi tunashirikiana nao, lakini pia tunaimarisha mipaka, kwa maana ya kuonesha mipaka yetu ya hifadhi inaishia. Kwa maana wakati mwingine nakwambia sijaona mipaka. Kwa hiyo tunaimarisha kwa maana kutengeneza barabara zile, lakini pia kuweka mabango yanasema kwamba sasa unaingia ni eneo la hifadhi, lakini na kuweka tahadhari mbalimbali ikiwepo masuala ya moto, lakini kuweka tunaita maboya au beacon kuonyesha kwamba hiki ndio mpaka wetu. Kwa hiyo ni sehemu moja wapo hiyo kuhakikisha kwamba wananchi waweze kujua kwamba hili ni eneo lindwa, ni eneo la hifadhi. Sawa, mtazamaji, tunasonga mbele na kipindi cha Tuongee Asubuhi, na kama nilivyokufahamisha, leo tunaangazia zaidi katika eneo la misitu, na tukiangalia faida za misitu pamoja na juhudi kubwa, jitihada ambazo zinafanywa ili kuweza kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na utunzaji mzuri na uhifadhi mzuri wa misitu. Na mgeni wetu ni kamanda wa kanda Ziwa TFS, si mwingine bali ni kamishna msaidizi mwandamizi Brantino Edmundi Mgie. Kama una maoni na ushauri, namba yetu ni 0763749286. Saa 2:45 tutapokea simu yako, lakini sasa unaweza kuwa unatuandikia tu ujumbe mfupi kama kuna sehemu ambao unafikiri labda kuna uharibifu mkubwa wa misitu, au watu wanaingilia kule wanafanya shughuli zao na nini, ama una tukio lolote lile ambao unalifahamu kuhusiana na haya, basi kutuandikia ujumbe wako mfupi, na kama una swali, una maoni, unatushirikisha lolote lile, usisite kufanya hivyo. Nasi tutasoma ujumbe wako. Tumeongelea kwa ufupi sana kuhusiana na madhara ya uharibifu wa misitu na mazingira, mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kwa mtazamaji ambaye anatazama, inawezekana akawa fahamu, mtu amekwenda pale amekata miti, ameona kwamba labda amepata kuni za kutosha,
pengine amepata mkao wa kutosha, amepata kipato na nini, ameenda kusomesha watoto, lakini hajui kwamba kwa kufanya vile kuna madhara mengine ambayo ni makubwa zaidi kwa Tanzania nzima, lakini pia kwa ulimwengu mzima. Hebu tufahamishe baadhi ya madhara yatokanayo na uharibifu wa misitu ni yapi? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema, misitu hii ndio inachagiza uwepo wa hewa safi, Ndiyo. lakini pia na kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi. Labda niseme tu kwamba kwa maana ya faida ya wananchi kwamba jinsi ambavyo Mungu ameumba ulimwengu huu, na tunafahamu kuna sayari. Ndiyo. Moja ya sayari moja hapo ni jua. Ndio. Sasa kuna tabaka ambalo lipo angani huko, ambalo linazuia miale au mionzi ya jua kuja moja kwa moja duniani. Ndiyo. Sasa hilo tabaka hilo lenyewe linaharibiwa na hewa ya ukaa na baadhi ya gesi nyingine, lakini moja wapo ni hewa ya ukaa. Sasa misitu kazi yake ni kuhakikisha kwamba hewa yote ya ukaa inanyonywa. Ndio. Kunyonywa kwa maana inaitumia ile hewa ya ukaa kutengeneza chakula chake. Nadhani mnakumbuka ile sayansi yetu ya darasa la 6 ile, si ndio? Kwa maana tunaita nini, utengenezaji wa chakula, au kwa wenzetu wa lugha ya Kisukuma wanaita photosynthesis, ndio? Hiyo ule mchakato mzima. Ndio. Kwa hiyo sasa misitu kazi yake ndio inanyonywa ile hewa ya ukaa. Kwa kufanya hivyo sasa maana yake kwamba inatosha sisi salama. Sasa tumeshaona kulingana na maendeleo ya viwanda, tabaka limeharibika, kwa joto duniani limeongezeka. Sasa misitu kazi yake kuhakikisha kwamba sasa inapambana na hali hiyo. Ndio. Ipunguze ili jambo hili lisiendelee, lakini pia na yenyewe inatupatia oksijeni nzuri moja kwa moja sisi tunaipata. Lakini pia tunapata wanasema misitu hiyo na yenyewe bahati mbaya ikitumika vibaya, kwa mfano tukichoma moto, maana tunaongeza hiyo hewa ukaa. Lakini hiyo tunavyopikia, maana tuna ule moshi ule ni sehemu ya ile hewa ukaa inaenda huko juu. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba lazima sasa tuanze kufikiria kwanza tuilinde misitu ili hewa ukaa hii iendelee kunyonywa, lakini pia tusizalishe hewa ukaa nyingine kupitia misitu. Ndio. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo sasa maana kwamba tunahakikisha kwamba jamii inakuwa haipati shida, haipati matatizo yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ndio hayo mafuriko kama nilivyosema, mafuriko yamekuwa sehemu nyingi kila mahali, lakini pia joto kali, lakini pia tuna masuala haya magonjwa. Ndio. Kumekuwa na magonjwa mengi ambayo hayakuwepo huko nyuma, lakini kwa sababu ya hali ya hewa ambayo iliyopo sasa. Pia kuna kipindupindu. Yote hayo yanachagizwa na mabadiliko ya tabia nchi. Sawa, na asante sana. Kuna miti ambayo ni rare, yani kwa sasa hivi imeadimika. Ndio. Na ni wajibu wetu pia kuhakikisha kwamba miti. Nakumbuka kuna wakati fulani mtu ukinunua kabati na bei ni la mninga. Na hata bei yake inatofautiana na kutofautishia ukitanda labda anakwambia ni cha hivi na unaona. Lakini sasa hivi ni kama ile aina miti ambayo tulikuwa tunaona mimi zamani yangu ni miaka 80. Ndio. Je, miaka 90 hapo. Lakini mtazamaji anayetazama inawezekana zamani yake kama ni miaka 60, 50, 40, 70 ni sahihi kabisa. Lakini mimi nakumbuka kipindi kile kulikuwa kuna kampeni nyingi sana. Unaona mti kama unatoa machozi, mtu anaochoa mti kama unatoa machozi hivi unafanya nini? Kampeni zilikuwa ni nyingi sana. Sasa nilitaka kujua hii miti ambayo imeadimika sana, tunailindaje na wananchi wanatakiwa wazingatie nini ili miti iendelee kuwepo? Pengine hata kizazi kinachokuja wajue kwamba kuna mti fulani ambao labda ni matumizi ya dawa, labda ukitumia kwenye furniture, kwenye nini, inakuwa ni imara kweli. Karibu. Asante sana. Ni kweli ndugu mtangazaji, kuna miti ambayo kama nilivyosema kulingana na mtu na umri wake, kuna miti ambayo iliko hatarini kupotea. Ndio. Sisi tunaita ni miti iliyopo hatarini, endangered species. Ndio. Sasa tunafanya nini? Mosi, kuna baadhi ya maeneo ambayo sasa tunachukua wanasema jira nukta kwenye baadhi ya maeneo ambayo ni miti ambayo ni muhimu sana ili kuifuatilia kwa ukaribu. Lakini pia tunakusanya
kama nilivyosema, jukumu mojawapo sisi ni kuhakikisha kwamba vipando na mbegu zinapatikana. Kwa hiyo sasa tunakusanya mbegu, kutunza. Okay. Na tumeanzisha, kuna mradi wetu wa miombo, sasa mradi wa hifadhi za miombo kwenye nyanda kame unafanyika Tabora. Huu mradi mojawapo, jukumu mojawapo ni kukusanya mbegu za asili. Okay. Mbegu za asili ambazo za miti ambayo iko hatarini kutoweka, lakini pia hata mbegu za mimea ya chakula tu. Maana saizi kama kama mnafahamu, dunia inahama, inatumia mbegu zilizoboreshwa, wanasema mbegu za kisayansi, GMO. Sasa ile maana yake nini? Baada ya miaka 10 ijayo tutakuwa tuna mbegu, lazima uagize kwao. Sasa mradi huo hautaangalia tu mbegu za miti ya asili, lakini pia utakusanya na mbegu ya chakula. Okay. Kwa hiyo lengo kama nilivyosema ni kuhakikisha kwamba ile miti ambayo iko hatarini kutoweka inalindwa. Na tunakusanya mbegu na tunaanza kuanza kufikiria kuotesha, kuzalisha miche ya miti ya asili kwenye maeneo ambayo tumeshaanza baadhi ya maeneo, ili kuhakikisha kwamba basi kizazi kile cha mbegu hakipotei. Lakini moja ya serikali ambapo kama tulu moja kubwa ambayo tunaifanya ni kuingiza hiyo miti kwenye mkataba wa ulinzi wa bioanuwai za mimea na wanyama, kwa maana CITES. Tukiingiza huko, maana yake tunakuwa tumeshapandisha hadhi ule mti kwamba hairuhusi kwa namna yoyote ile kuvunwa bila kuwa na idhini na kulingana mikataba ya kimataifa. Kwa tunalinda kwa namna hiyo, lakini ulinzi wa kawaida huu ndio huu wa kufanya patrol na kuelimisha umma kwamba miti hii itunzwe na kuonyesha faida yake. Kama nilivyosema, ni miti dawa, mingine tunataka miti dawa. Kwa hiyo ni muhimu sana. Sawa. Kwenye hili nilikuwa nimeliandika hapa, uzuri umegusia Bernard. Kuna hii miti ya dawa ambayo pia lakini pia kuna kwenye misitu tunafahamu kuna ile jamii ambayo inazunguka, kuna wale wazee wa mila, pengine anaenda anataka kafanye tambiko, kuna miti huko, kuna miti mikubwa sisi kwenye misitu, kwenye mapango na mambo kama hayo. Hizi mnashirikiana nao vipi, ama mmeweka utaratibu gani ili kuhakikisha kwamba misitu inalindwa, lakini pia hizi kazi za kiasili kama hizo za dawa, lakini pia matambiko na mambo mengine yanaweza kufanyika? Ushirikiano na hao ndugu au hii jamii ni muhimu sana. Kwenye muktadha wa usimamizi wa rasilimali pia kuna kitu kinachoitwa usimamizi shirikishi wa rasilimali za misitu. Tunafanya hivyo. Kwa hiyo na sera yetu ya mwaka 1998 inazungumza habari ya ushirikishwaji wa jamii. Kundi mojawapo ni hilo watu wanaotumia kwa maana ya matambiko. Lakini pia kuna watu ambao wanatumia kwa ajili ya miti dawa, kwa maana ya wale waganga wa jadi. Ndio. Kwa hiyo kundi hili ni mshirika mkubwa sana. Na sisi tunahakikisha kwamba tunashirikiana nao. Na wao kule kama wakitaka kufanya matambiko wanapewa tu vibali tu vya kuingia tu. Vibali vya kuingia, wanafanya matambiko na iko sehemu mbalimbali. Sio tu karibia misitu mingi ambayo yanafungamanishwa na utalii ekolojia. Mengi yana jambo hili. Kwa hiyo lakini pia kuna baadhi ambayo wanasema imani. Hata kuna wengine wao wanaamini kwamba kuna Mungu wao yuko pale. Kuna baadhi ya dini fulani. Ni kweli. Wanasema sisi tuko hapa tunaamini kitu fulani. Tunaruhusu pia. Na nikualike pia, na utaona vitu kama hivi ukienda pale Duruti. Hifadhi ya mazingira asili ya Duruti ilipo Arusha pale. Kabisa watu wamejenga hata nyumba za ibada pale kwa ajili ya kuja kuabudu. Kwa tunaruhusu. Okay. Sawa. Nitaka kuongea pia kwa wavunaji wa mazao ya misitu, ikiwa ni pamoja na magogo kwa ajili ya mbao na nini na shughuli zingine. Hapa penyewe pia kwa faida ya mtazamaji, pengine anatakiwa afuate utaratibu gani? Asante ndugu mtangazaji. Kwenye suala la uvunaji kama nilivyosema, rasilimali ni kwa ajili ya maendeleo endelevu. Zimewekwa hivyo. Taasisi imeweka utaratibu. Ndio. Kwa maana ya mwananchi anayetaka kuvuna, kwanza atapeleka maombi yake. Labda tu nizungumze, tuna kamati za uvunaji za wilaya. Ndiyo. Ambazo majukumu yake kwanza ni kujadili, baadaye kupitisha na hatimaye kutoa vibali kwa watu ambao watahusika na kutaka kuvuna rasilimali hii. Kwa
Kwa mwananchi atapeleka maombi kwa katibu wa kamati. Katibu wa kamati atapeleka kwa mwenyekiti. Labda niseme mwenyekiti wa kamati ya uvunaji endelevu kwa wilaya, mkuu na ni mwenyekiti wake ni wakuu wetu wa wilaya. Kwa kila maeneo kwa maana hapo kwa uvunaji unafanyika kuna kamati hiyo ambapo mwenyekiti wake ni mkuu wetu wa wilaya. Kwa hiyo lazima apeleke maombi pale akishajadiliwa atapewa kulingana na mahitaji yake, kwa sababu maombi yako lazima yaseme unataka kuvuna nini, unataka kuvuna wapi. Alafu wale maafisa misitu wa hifadhi wa misitu wataangalia, je, ile eneo ambalo unataka kuvuna, je, lina rasilimali hizo au hazipo, na kama zipo zinatosha. Kwa hiyo watakupatia mgao kulingana na uwezo wa msitu kuweza kuzalisha zao hilo unahitaji. Kwa hiyo taratibu ni huo, ndugu mtangazaji. Sawa, na asante sana kwa maelezo mazuri. Na mtazamaji, kabla hujaongea na sisi, tafadhali pungua sauti ya TV yako. Hawa ambao wako kwenye mtandao. Sawa, jina lako ni nani na upo wapi? Mimi naitwa Richard Kibona, niko Uvawa, kwa maana kwamba mkoa wa Songwe. Bwana Richard Kibona kutoka Bwana Richard Kibona kutoka Songwe. Karibu, tunaomba kukusikia sasa. Nilikuwa nataka niwaulize hao watu, kwa mfano kwenye wilaya yetu ya Mbozi. Kuna miti tunaambiwa tupande, lakini kwa asili yake sio mahali pake, haistahili. Nitaka kuuliza kwamba je, kwa nini msiruhusu miti hii ambayo inapotea, miti ambayo ni miti ya asili, mkaruhusu mtu kwenye eneo lake apande hiyo? Maana leo hii miti ya asili inapokuwa kwenye shamba langu, inapokatwa naambia kwamba hii ni mali ya asili. Sasa kwa nini msiruhusu miti ya asili mtu atapanda kwenye shamba lake ili kuongeza misitu katika nchi yetu? Bwana Kibona, asante sana kwa swali zuri. Ndio. Utapata majibu. Tupigie simu uweze kuongea nasi, na namba yetu ni 0763 749286. Unapopiga simu tafadhali sana hakikisha sauti ya runinga kama TV ipo chini. Mtaalamu, naomba kufafanuliwa kati ya msitu wa asili na msitu wa kupandwa. Je, aina ipi ya msitu unafaa kutunza mazingira? Hata mimi naweza nikamjibu wa asili na wa kupandwa ni upi ambao sawa. Mwingine, habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Sasa unapopiga simu ongei, unawapotezea wengine nafasi ya kuweza kushiriki vizuri kwenye kipindi. Kwa hiyo kama huwezi kupiga wala kuongea, usipige simu. Habari za asubuhi. Jema za asubuhi. Salama, jina lako ni nani na upo wapi? Mimi naitwa Mr. Kamoga. Ndio, Mr. Kamoga upo wapi? Hello. Mr. Kamoga upo wapi? Haya bwana, unatazama. Asante sana Kamoga. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Halo. Habari. Salama. Jina lako ni nani na upo wapi bwana? Karibu. Bwana ni salama. Naitwa Osman Isa. Dar es Salaam kubwa, sehemu gani? Magomeni. Sawa, karibu sana bwana kutoka Magomeni hapa. Sasa naongea hivyo tativia. Ndio, karibu. Nataka moto kubwa ya Watanzania tuelezeshe kuhusu kupanda miti mazingira. Unaweza ukakuta Bagamoyo mtu anakata miembe anaweka kuni, wanakata minazi wanaweka kuni. Asili mazingira yamekuwa shamba la bagala, mali ya sisi. Unakuta mvua hii inanyesha bila mpangilio. Kipindi hiki mvua imechelewa kunyesha na ilivyonyesha na baba, sababu pewe elimu ya kuelewesha kila siku, kwa sababu Tanzania watauliwa. Leo ukimwambia usikate yeye kesho atakuja kukata ule mbuzi, atakuja kukata mnazi, atakuja kukata mti gani, pawe jango. Na masuala ya jango likishatokea ina maana ni ya hatari kuliko kitu chochote. Kwa hiyo naomba vyombo vya habari visaidie serikali yetu kutuelimisha, kwa sababu sisi ni dhaifu kila siku kama watoto wadogo hatujielewi.
huyu anasisitiza elimu iendelee kutolewa. Habari za asubuhi. Halo? Habari za asubuhi bwana. Salama. Jina lako ni nani bwana na uko wapi? Uko Songea, ongea na Godfrey. Bwana Godfrey kutoka Songea kubwa, eneo gani hapo? Songea Pelamio. Karibu sana. Kuna seminari. Asante. Mimi nataka nichangie hii mada pia kwa sababu na mimi ni fundi na miliki ile mashine za kukatia miti. Ndio. Kwa hiyo nitaka nijue maana huku baadhi ya sehemu kuna ule utaratibu wa hao viongozi wa vijiji ya kukatisha vibali vya ukataji wa miti. Je, hiyo ni sahihi au wanakosea? Asante sana. Hili alishalieleza kwenye utaratibu na kuna mashine ambazo hutakiwi kukutana nazo bila shaka kisheria za kukatia miti zile. Atasema. Sawa, misitu kweli ni faida, lakini wasimamiaji maeneo mengine sio waaminifu. Waharibifu, milima haina miti kabisa. Mbeya hao wanaosimamia hapo sana. Naitwa Efraim kutoka Mbeya. Ngoja nipokee simu ya mwisho. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Halo. Habari za asubuhi. Ngoja nimsikie mwingine. Habari za asubuhi. Halo. Habari. Salama za kwako. Salama, jina lako ni nani na uko wapi? Dani kubwa Evelyn, sehemu gani? Evelyn, karibu. Asante. Ndio, tunaomba maoni yako. Nasema mpongeza kiongozi. Ndio. Huyo ambaye anafundisha hapo. Ndio. Nimeshukuru kwamba kama umeamua kutunza mbegu za vyakula, yaani Mungu awabariki sana kwa sababu hizo mbegu za GMO zinafanya watu, yaani kama zitaendelea kuwepo hapa Tanzania na sehemu nyingine, zitatufanya ndio ushoma utazidi, utazidi kwa sababu hizo mbegu zina mapandikizi ambayo yaani kuna vitu vimewekwa kwa ajili ya kuharibu ubongo, baadaye watu wanakuwa hawana maamuzi sahihi. Lakini kama serikali ya Tanzania imeamua kufanya hivyo na viongozi wetu wameamua kufanya hivyo, kutunza hizo mbegu za vyakula, Mungu awabariki sana kwa sababu tunajua wako ambao watakwenda. Mikoa mingi ilikuwa hawataki kutumia hizo mbegu ambazo ukipanda ukisema utunze mbegu ufanye mwaka tunakuta haziote hapo wakati. Lakini kama umeamua kutunza mbegu za asili, kwa kweli Mungu awabariki sana sana. Asante na tumsikilize mtazamaji wa mwisho japokuwa mpo wengi. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Habari. Sawa, mwingine. Habari za asubuhi. Nzuri tu. Tunaomba kufahamu jina lako ni nani na Habari za kwako? salama, jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Halo. Karibu. Ndio, habari za kwako? Salama, jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Na unaongea na naitwa Anton Kashinje. Na natoka mkoa mke wa Songwe. Karibu bwana Kashinje. Naitwa Anton Kashinje Mwika. Halo. Karibu. Asante sana. Nilikuwa naulizia hili swala ambao mkuu amesema kwamba waganga wa kienyeji wale wanaovuna na wale wanaovuna magogo. Je, kwa upande wa wafugaji sheria inasemaje kwa uhusika nao katika masuala haya? Asante. Simu ni nyingi mtazamaji, na kimsingi ujumbe pia ni umetuma sana ujumbe, hatuwezi kuusoma wote kulingana na muda. Basi kwa hizi dakika ambazo zimebaki, takriban dakika 8, tumpatie nafasi mgeni wetu aweze kujibu yale ambayo mmeuliza, walau kwa dakika moja kwa kila moja. Karibu sana mkuu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza niwapongeze na niwashukuru sana ndugu wananchi, naona wanatufuatilia na wamekuwa. Kwa hiyo ni labda tu kwa uchache nianze na ndugu yangu Richard Kibona ambaye yuko mkoa wetu wa Songwe, wilaya ya Mbozi. Yeye alikuwa na maoni kwamba kwa nini tunahamasisha upandaji wa miti ya kigeni na kwa nini wasipande miti ya kienyeji. Labda tu nimwambie
hatuhamasishi kwamba kwa mujibu wa kalenda, kwa mujibu wa ile tunaita sisi mtawanyiko wa aina ya miti au inaita ecological zones za upandaji wa miti. Kila miti ina yake ya kupanda kwenye kila eneo. Kwa hiyo kwa pale Mbozi naomba afike kwa mhifadhi wetu wa misitu ya wilaya ya Mbozi aweze kupata mbegu miti sahihi ambayo inafaa kwenye eneo lake. Kwa hiyo tunapenda sana watu watumie kama ana miti ya asili ni nzuri zaidi, lakini sisi kwenye eneo letu pale kwa Mbozi, bahati nzuri nimeshaukaa kule kanda ile, kwa nafahamu. Kwa hiyo yeye aonane na afisa msitu wa wilaya pale aweze kumpatia mbegu sahihi. Hii itatusaidia sana. Kuhusiana na kuna moja hii ni tulipokea simu nani message hiyo kwamba msitu wa asili na msitu wa kupanda upi unatunza mazingira. Nani ukasema utajibu, lakini niseme tu kwa ufupi inategemeana na unataka mazingira kwa muktadha upi. Ndio. Kwa maana ya mazingira, kwa maana kuweka ardhi iwe na uoto, lakini pia kutoa vivuli, kutoa kulinda labda kunyinya hewa ukawa, miti yote inafanya hiyo kazi. Na miti ya asili tutaipenda sana hasa kwenye maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa sababu yenyewe haina asili ya kutumia maji mengi. Kwa hiyo inategemea na muktadha wapi. Kwa hiyo kwa maeneo ambayo ni vyanzo vya maji tunataka watu wapande miti ya asili ambayo ni asili, ambayo ina uasilia wa kukaa kwenye vyanzo vya maji. Ndugu yangu Athmani Isa wa Magomeni Dar es Salaam, yeye alikuwa anauliza ni kimsingi kama anatoa maoni hivi. Anasema kule Bagamoyo wanakata miembe, wanakata minazi, lakini niseme tu kwamba ili sasa limekuwa ni kama changamoto kubwa. Bahati mbaya sana mti wa mwembe, mti wa mnazi ni mti lakini ni zao la kilimo. Kwa hiyo unaona kuna mamlaka mbili zinasimamia hapa. Wizara ya Kilimo na Wizara ya Maliasili. Sasa anapokata sisi kwa maana ya TFS hatuna mamlaka bila kuweza kumkataza kwa nini unakata mnazi. Kwa sababu si mamlaka yetu kisheria. Kwa hiyo tunashukuru kwamba ameliona hili na sisi tutaona namna nzuri ukana uzetu Wizara ya Kilimo kuona namna kuregulate matumizi ya ukataji kwa sababu wanakata kwa ajili ya kuni tena au kwa ajili ya wanatoa ushauri tu kwamba elimu hiyo endelee. Kwa hiyo tuendelee kutoa elimu. Tumepokea hili. Asante sana ndugu yangu Athman. Lakini ndugu yetu wa bwana Godfrey wa Peramiho Songea, yeye alikuwa anataka kufahamu kwamba kuna baadhi ya serikali za vijiji zinatoa vibali kwa ajili ya kukata miti. Anauliza, je, hii ni sawa? Nasema sio sawa. Sio sawa kwa sababu tayari tuna mamlaka ambazo zinasimamia swala hili la masuala ya uvunaji. Tumeanzisha kamati za uvunaji. Kwa lazima maombi yote yapitie kwenye kamati za uvunaji. Haijalishi ni msitu wa kijiji, msitu wa halmashauri au msitu wa serikali kuu. Lakini sharti ipite kwenye kamati ya uvunaji. Ndugu yangu dada yangu Evelyn wa Dar es Salaam ametupongeza, tunazipokea pongezi na ameomba ametubariki. Na mimi nasema amina kubwa kwa sababu tuna ni jambo jema hili ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na kizazi ambacho kinajitambua. Na sivyo tutaingiziwa kama tunasema hatujui wameweka nini kwenye vile vyakula. Na ndugu yangu wa mwisho kwa maana kwa sababu ya muda alikuwa ndugu yetu bwana Anthony Kashindie Mwaka. Huyu yupo wilaya ya Mbozi ni Songwe, msema mkoa wa Songwe. Sijui ni kama pia ni wilaya ya Songwe pia pale kwa sababu hii ni Songwe ni mkoa pia ni wilaya. Anauliza tumezungumza habari ya watu wanaenda kwenye matambiko waganga wa kiasili. Je, wafugaji ikoje? Ndio. Sasa naomba nilizungumza hili kwa uwanda mpana kidogo. Mifugo haturuhusu kuingia kwenye hifadhi. Kwa nini? Maana wanauliza, nakumbuka kuna mheshimiwa mbunge mmoja anaweza kuoji, kwa nini tunakataza mifugo kuingia kwenye hifadhi? Kwa nini wasichungie? Sayansi ni kwamba ukiruhusu mifugo iingie kwenye misitu, maana yake kwamba inaenda kula miti michanga kama chakula, lakini pia itaikanyaga itakufa. Sasa mwishoni unakuwa na kizazi cha miti mizee tu, huna misitu vijana. Kwa hiyo maana kwamba tunazungumza habari ya
Miti inakuwa ni kama binadamu tu, anakuwa, anaishi, baadaye anakufa, si ndio? Kwa lazima uwe na watoto, uwe na vijana, uwe na wazee. Sasa ukiruhusu mifugo iingie, maana hutakuwa na miti michanga, miti mitoto, wala miti kijana. Unakuwa na miti mizee. Mwisho wake unaharibu misitu itakufa, si ndio? Kwa ndio maana tunakataza mifugo kuchungia ndani ya hifadhi. Ukija ikivunwa una miti mingine. Lakini kama unavyosema misitu, tulisema misitu kazi yake pia ndo inatunza rasilimali maji. Ukiingiza mifugo mingi, maana ile ardhi inakanyagwa, ikishakanyagwa maana mvua ikinyesha maji yanapita juu kwa juu. Kwa hiyo maana hamna kutunza ardhi. Asante. Kimsingi umeongea mengi mazuri na umejibu vizuri, na bado watu wanapiga simu na bado watu wana maoni mengi, na hatuwezi tukaruhusu kwa sababu muda sio rafiki. Walau kwa dakika moja sasa tuhitimishe hiki ambacho tumekiandaa kwa siku ya leo, faida za misitu na juhudi za utunzaji. Kwa dakika moja wito kwa wananchi, karibu. Wito wangu kwa wananchi, mosi, watambue kwamba ni wajibu au ni jukumu ambalo Mungu mwenyewe alitupatia. Ndio. Kwamba alivyosema itunzeni bustani, maana alitoa wajibu kwa wananchi kutunza rasilimali za misitu na mazingira yanayomzunguka. Lakini pia watambue tu kwamba wajibu huu wa kutunza rasilimali za misitu ni wajibu wa kikatiba. Katiba yetu ya nchi, ile ibara ya 27 inazungumzia na inatoa wajibu kwa kila Mtanzania kulinda rasilimali za nchi, moja wapo hii ya misitu. Kwa ajili, lakini pia kuzuia uharibifu wote kwa ajili ya vizazi vijavyo. Na kwa kujumuisha haya yote, niseme tu kwamba misitu ni uhai. Yaani huwezi kutofautisha uhai wa mtu na rasilimali za misitu. Ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Kwa hiyo ni wajibu sasa, niwaombe viongozi wetu wa siasa. Najua sasa tunaenda kwenye uchaguzi, si ndio? Viongozi wetu wa siasa tuende kwenye uchaguzi. Hebu tutumie forum hii ya wakati wa kampeni za uchaguzi kuwaelimisha wananchi kutunza rasilimali za misitu. Na sisi tusiwe kama chanzo cha kusema kwamba mimi nikichaguliwa nitawapatia hifadhi hii, mimi nikichaguliwa nitakisha hifadhi hii inafutwa. Tusifike huko, kwa sababu tujenge jamii ya Watanzania ambayo inakuwa ni kizazi endelevu. Asante sana ndugu mtangazaji. Sawa. Mtazamaji, asante sana. Jina langu ni Al-Habib Abdullah Othman Feroz. Sisi tukushukuru sana. Asante sana kuja kwenye kipindi na maelezo mazuri sana. Siku zote tumekuwa na maelezo mazuri sana. Mtazamaji, katika kipindi leo tulikuwa na kamanda wa kanda Ziwa TFS, mwingine bali ni kamishna msaidizi mwandamizi Brantino Edmundi Mgie katika kipindi cha Tuongee Asubuhi. Ameeleza mengi, lakini pia nikuombe radhi ambaye sijapokea simu zako bado unapiga, ambaye sijasoma ujumbe wako bado unatuma ujumbe wako, basi nitamuonesha ili aweze kuyafanyia kazi mengine ambayo anastahili kufanyiwa kazi. Tunakushukuru sana kuja kwenye kipindi, na wakati mwingine tutafanya tena kipindi vingine vya muziki. Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipatia fursa. Mimi na wewe bwana tutakwenda kuangalia yale maeneo alao kaogelea. Mimi nitaandaa, sio siri, na niseme kwa wazi kabisa, tutaandalia program nzuri wenzetu wana habari, mtembelee baadhi ya maeneo ili muweze kutangaza maeneo yote ya utalii haya. Piga makofi basi wewe, vipi? Spende sana hii. Basi kwa niaba ya Juliana Limo pamoja na Jovi na Elisha Ndalo, mtazamaji atuna zaidi katika kipindi cha Tuongee Asubuhi. Jina langu ni Bernard James, kwa niaba ya mwenzangu Abdul Othman, tukutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Star TV.